Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu, leo hii Al Burhan TV tunawaletea mechi kabambe kabisa ya mpira wa miguu kati ya timu ya Mashekhe pamoja na wale wafanyakazi wanaofanya bandarini, ziwani, wavuvi yani. Hapa katika uwanja wa Nyamagana, Ujiji, Kigoma. Uwanja naona ni mzuri kabisa, ni kijani, nyasi bandia na majukwaa yamejaa vizuri. Kwa hiyo ukiangalia jukwaa kubwa, watu ni wengi kweli kweli. Na mimi nitakachokifanya hapa kwanza ni kuanza kuwatafuta. Namuona goalkeeper wa timu ya Mashekhe amefika, lakini naanza kuzungumza na kocha. Hii mechi ni uelekeo wa maadhimisho ya hauli ya marhum Sheikh Ibrahim Kabeke, sambamba naona bwana. Asante. Mechi hii ni mwendelezo wa hauli ya marhum Sheikh Ibrahim Kabeke ambayo itafanyika siku ya tarehe 4 Jumamosi katika viwanja vya Masjidi Ijumaa Kabondo. Hapa uwanjani siko peke yangu, lakini kesho kutakuwa na zafa kubwa sana itakayoongozwa na mashekhe mbalimbali, akiwepo shekhe wa mkoa wa Kigoma Sheikh Hassan Idi Kiburwa, pia atakuwepo shekhe wa mkoa wa Mwanza Alhaji Hassan Kabeke, lakini atakuwepo shekh wa wilaya ya Kigoma mjini Alhaji Hussein Kabeke. Hapa anamuona katibu wa kadhi mkoa wa Mwanza Sheikh Ramadhani Twawiru. Ngoja tujaribu kuongea naye kuhusiana na mechi hii. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Tunamshukuru Mungu tuko salama. Ndio, mechi hii ni mechi ya muendelezo wa maulidi ama hauli ya Sheikh Ibrahim Kabeke. Wewe unaweza kuiongelea vipi kwa Waislamu? Ni mechi ya aina yake na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwanza kama unavyojua katika Uislamu tumehamasishwa sana katika kufanya mazoezi, na hasa unapoona katika mazingira kama haya kuelekea katika hauli ya Sahibul Karama Sheikh Ibrahim Kabeke. Kwa hiyo mheshimiwa Sheikh wa mkoa Sheikh Hassan amekuwa katika kuiendea hauli, amekuwa akiweka matukio mbalimbali ikiwemo ni pamoja na kuwakusanyisha vijana wa Kiislamu pamoja na kuandaa mechi kama hii kama sehemu ya kuwashajiisha ili wanapoendea katika hauli basi wanakuwa katika unashati uliokusudiwa. Kama tulivyoambiwa katika Uislamu, al-mu'minu qawiyyu khairun min al-mu'mini dha'if. Yani Muislamu mwenye nguvu ambaye yuko fiti kimazoezi, huyo ni bora na anapendeza kwa Mwenyezi Mungu kuliko Muislamu ambaye amekatwa na mazoezi yote. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunashukuru, na kila kama unavyoona vijana wako vizuri, kila mmoja na shamra. Asante sana. Unaweza kuiongeleaje timu ya Mashekhe kuelekea mchezo wanaokwenda kucheza pamoja na wale wanani? Je, Mashekhe watavuka? Kwa kweli timu ya Mashekhe iko vizuri na sina wasiwasi nayo, kwa sababu nikiona vijana wamejipanga vizuri, wamejiandaa vizuri chini ya kiongozi wetu hapa Ustaz Juma, chini ya Ustaz Abdi. Kwa hiyo ni vijana wako vizuri, na hii ni muendelee. Hao ni vibonde kwetu, kwa sababu tuna takriban awamu kama 2 tunawashinda. Kwa hiyo hata hii kwa namna tulivyojipanga na nikiona jinsi walivyo, tumeshaimaliza mechi asubuhi sana. Na mshindi wa leo anapata zawadi gani? Mshindi wa leo anapata 100,000. Mashaallah. Haya, mpenzi mtazamaji wa Al Burhan TV, sasa hivi tunakwenda kuangalia moja ya wachezaji watakaoweza kucheza katika mechi hii, ama nahodha wa timu ambaye ataiwakilisha timu ya Mashekhe. Tuweze kuzungumza naye, baadaye tutaenda kwenye timu za wapinzani wao kwenda kuzungumza nao. Ngoja namuona nahodha wa timu ya Mashekhe ni goalkeeper, ndio nahodha wa timu ya Mashekhe, na hapa tunakwenda kuzungumza naye kuelekea mechi hii ya Mashekhe pamoja na wale wafanyakazi wanaofanya kazi katika ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Kwema kabisa Sheikh. Sheikh, mna mechi na wapinzani wenu wa jadi ambao hii tunaweza kusema ni dabi ya Kigoma. Kwanza unaweza kuiongeleaje timu yako? Mimi timu yangu kwanza naiamini, ndio maana misimu yote tuliocheza nao na leo ni mechi ya 4 tunacheza nao na hawajawahi kuchukua zawadi siku hata moja. Kwa hiyo na uhakika kabisa kwamba rekodi yangu mimi leo inanipandisha, naweza kutoka tena na ubingwa. Mashaallah. Unawaahidi nini wapenzi ama mashabiki wa timu za Mashekhe?
Mimi niwaambie washabiki wetu wa timu yetu ya Mashehe wajiandae tukupokea mzigo kama walivyozoea siku zote. Ushindi kwetu lazima. Asante sana. Nadhani mmemsikia nahodha na mchezaji na tena ni goalkeeper wa timu ya Mashehe ambaye na leo yupo. Amesema misimu minne wamekuwa wakiwapiga. Sheikh, hujajitambulisha jina lako lakini. Jina langu naitwa Kasa Abdallah Hamisi. Kasa Abdallah Hamisi, goalkeeper wa timu ya Mashehe. Nimeona kuna mabinti ambao na wenyewe wamekuja kuangalia mechi na hizi ni mashabiki wa timu ya Mashehe. Na wenyewe wamekuja kuangalia mechi. Ngoja na wao tuzungumze nao. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhali gani? Nzuri. Najua mko uwanja wa Nyamagana hapa kwa ajili ya kuangalia mechi ama mchezo wa mpira wa miguu kati ya timu ya Mashehe pamoja na timu wafanyakazi wa bandarini huko. Lake inaitwa Lake Tanganyika. Nyinyi mnaweza kusemaje, Mashehe watashinda? Ndio watashinda kwa uwezo wa Mungu. Inshallah. Unaitwa nani? Khadija Abubakari. Khadija Abubakari. Nituongee na huyu mwingine hapa. Unaitwa nani? Hudhaifa. Hudhaifa. Hudhaifa Ahmad. Naam. Upo hapa kwa ajili ya kuangalia mechi ya Mashehe. Nini hasa kilichokuvutia? Kuangalia mpira. Kwa hiyo unaombea Mashehe washinde ama wafungwe? Washinde. Asante. Hawa ni mabinti ambao wamekuja kuangalia moja ya burudani za mchezo wa mpira wa miguu kuelekea hauli ya marhumu Sheikh Ibrahim Kabeke. Na hii imekuwa ni ada kwa shekhe wa mkoa kufanya mashindano haya, sasa yana msimu wa 4. Hebu tuende kwenye timu pinzani kule tukajaribu kuzungumza nao na wao. Nimemwona kocha kabla ya mechi, huwa tunazungumza na makocha wa timu zote mbili. Coach, habari ya saizi? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio kocha. Ndio. Kuelekea mchezo wenu wa Mashehe pamoja na wafanyakazi wanaofanya kazi katika bandari ya Lake Victoria, mmejiandaaje kama Mashehe? Kwa kweli tumejiandaa vizuri. Na hii imekuwa ni sehemu ya mashindano imekuwa ni mara ya 5 sasa. Ndio. Kila tukishindana na watu hawa kwa ajili ya kuadhimisha siku ya Maulidi katika eneo letu hili la Kabondo, tunashinda mara zote. Na leo ni siku ni awamu ya 5. Kwa hiyo timu yako umeiandaa itatumia mfumo gani? Sisi tunacheza 4-3-3. 4-3-3. Naam. Basi nikutakie kila laheri katika maandalizi ya asante sana. Haya, asante. Kila kama ada mwaka unapokuwa umefikia na sisi baina ya Mashehe leo nimeiandaa timu yangu na leo siweze kukubali mpaka na mimi niweze kushinda. Timu yangu iko vizuri na nimepanga vizuri kwa niaba ya ushindi wa leo dhidi ya timu ya Mashehe. Mashehe wenyewe wanasema kwamba wamezoea nyie kuwafunga kila mwaka. Kasoro mwaka mmoja ambao umetoka draw. Wewe hilo unalichukuliaje kama changamoto? Mashehe maneno yako vizuri, lakini naamini tulishatoka draw mara moja wakanifunga mara 2. Lakini leo mwaka huu naamini kabisa mpaka mwisho wa mechi nitakuwa nimeshinda. Kikosi chako hakina majeruhi? Hapana, kikosi changu kiko vizuri na reserve wako vizuri na walioanza wako vizuri. Na mfumo unatumia mfumo gani? Mimi nacheza 4-4-2. Asante sana, nikutakie kila la heri. Inshallah. Amin. Tunakwenda kuongea sasa na mashabiki. Nataka mshabiki namba 1 kwanza. Mshabiki namba 1 yule pale. Shabiki Jaribu test upepo wako na wewe. Hali vipi? Ongea na Ruhan Online TV. Nilichotaka kujua kwenye haya mashindano, inasemekana kila mwaka timu yako huwa inafungwa. Ndio. Katika misimu 4 imedraw mara moja tu. Ndio. Lakini mara zote inafungwa. Leo umejiandaaje kupokea tena maumivu kutoka kwa Mashehe? Leo tumejiandaa vizuri na imani timu yetu itashinda. Tuko vizuri, hatuna majeruhi. Sababu iko vizuri na wachezaji walioingia wako vizuri. Kwa na imani timu yetu itashinda na tutaweza kuchukua tulichokutarajia kuchukua. Sawa. Unawaambia nini mashabiki wenzio? Cha kuwaambia tu tukae tuone, tuangalie game inavyochezwa.
tupate burudani hivyo. Basi sawa, nashukuru Mungu. Niwatakie kila laheri. Asante.